6. Msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kuomba na kusihi pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Unajua wakati mwingine nimwambia shetani anatutafutia jambo la kuhakikisha anatuondoa kwa Bwana. Bwana besi. Yaani hata wakati hakuna kitu unashukuru. Bwana besi. Unaelewa ya kwamba wakati kulikuwa na hiyo kitu. Bwana besi. Sio kwa bidii yako, sio kwa kujitolea yako, bali ni Mungu tu alikuwa amekubali kuwe na kitu. Bwana besi. Na yule Mungu hajaondoka ati kwa maana hakuna kitu. Sasa Mungu ameondoka. Yule Bwana yu pamoja nawe, haja kuacha. Bwana besiwa. Shukuru. Bwana besiwa. Haleluya. Maana moyo wa mtu ulio na furaha, kuna mambo hata kuwa na inamsumbua. Bwana besiwa. Haleluya. Kuna mambo atakuwa anayachukua kwa njia iliyo na urahisi. Bwana besiwa. Bwana besiwa. Unajua wakati mmoja Yesu akawa akihubiri, na alipokuwa anahubiri akafanikiwa sana. Akapata waumini 72. Bwana besiwa. So, unafikiri watu 72 wakiwa wamekutana mahali pamoja, si ni mkutano wa watu wewe? Bwana besiwa. Lakini ilifika wakati, Bwana besiwa, akakuta 12 ndio wamebaki. 60 hawako tena. Bwana besiwa. Haleluya. Hebu fikiri ungekuwa wewe ni Yesu. Bwana besiwa. Lakini Bwana alikuwa anafurahi. Ukisoma kwenye neno la Bwana nasema ya kwamba kwenye kitabu cha Yohana, Yesu akashukuru. Akasema, Baba, na kushukuru kwa hawa umenipea. Bwana besiwa. Haleluya. Yesu akashukuru. Kweli walikuwa 72 na 60 hawako tena. Bwana besiwa. Wameachana na mkutano wa Yesu. Wametoka kwenye injili ya Yesu. Bwana besiwa. Wametoka kwenye kusanyiko la Yesu. Haleluya. Bwana besiwa. Wakabaki 12. Hao Yesu alipowaona alishukuru, akamwambia, Baba, ninakushukuru kwa hawa umenipea. Bwana besiwa. Hawa umekubali niwe nao. Hawa umenikabidhi niwakilishe. Ninakushukuru sana. Bwana besiwa. Kuna jambo Yesu alijua, na kuna siri Yesu alijua. Shukuru kwa kila wakati, na upole wetu ujulikane na watu